namna ya kufanya unapokutana na maandiko unayodhani yamepingana. Namna ya kufanya unapokutana na maandiko ambayo wewe unadhani kwamba yamepingana. Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa na waandishi zaidi ya 40 na kwa takriban miaka 1400. Na waandishi wengi hao walikuwa wajuani kabisa. Kwa mfano Isaya hakujuana na Musa. Yeremia hakujuana na Yoshua, na kadhalika na kadhalika. Katika mazingira hayo wameandika vitu vingi, lakini msingi wa maandishi hayo ukweli ni kwamba mwandishi wa hayo yote ni Mungu mwenyewe, ambaye alitumia mikono ya kibinadamu kuweza kuandika kile ambacho anataka. Katika waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 20, Biblia inasema, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Maana yake muongozaji ni Roho Mtakatifu. Walianena yale ambayo walianena, baadaye ndio walikuja kuyaandika. Kwa hiyo muongozaji ni Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine, mwandishi ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Na yako maandiko ambayo Mungu mwenyewe aliandika kwa kidole chake. Katika Kutoka sura 31 mstari wa 18, hapo Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao 2 za ushuhuda, mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Neno chanda ni Kiswahili kingine kinachomaanisha kidole cha Mungu. Maana yake aliandika kwa mkono wake mwenyewe. Maandiko mengine aliwaongoza waandike anayoyataka. Sasa miaka zaidi sasa ya 2000, miaka takriban 2000 imepita tangu Biblia ikamilike, na kitabu cha mwisho kukamilika ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ambacho kiliandikwa takriban mwaka wa 95, kati ya 95 mpaka 98 baada ya Kristo. Sisi ni wasomaji ambao tuko miaka 2000 mbele, ambao tunakuja kusoma Biblia. Yako maandiko kadhaa ambayo unaweza ukayasoma na ukadhani kwamba yamepingana. Hakuna andiko liwalo lote linalopingana, isipokuwa ni uelewa wa mtu ambaye anasoma Biblia, na anaweza asiwe yeye ndio hajaelewa, lakini hakuna mahali kokote Biblia inapopingana. Sasa ili uwe salama, kuna wakati unaweza ukafikiri Biblia imesema uongo. Hapana, Biblia haijawahi kusema uongo. Sababu yeye anasema katika Tito 1:2, Mungu asiyeweza kusema uongo, Hesabu 23:19, hawezi kusema uongo kamwe. Sasa unapokutana na maandiko ambayo unafikiri yamepingana, ni rahisi shetani kukuhubiri na kukwambia Biblia ni uongo. Achana na Mungu namna hiyo, usimkubali Mungu namna hiyo, usimfuate. Namna gani ya kufanya ili uwe salama? Namna gani ya kufanya ili usikengeuke? Kanuni rahisi ni moja tu. Ni kurudi kwenye maneno ya Yesu Kristo namna alivyosema, na kuto kumsikiliza mwingine yoyote. Kwa nini? Manabii wote, mitume wote wametumwa na Yesu Kristo. Mara zote hatunabudi kufahamu mfanyakazi hawezi kamwe kumpita bosi wake. Ni jambo lisilowezekanika. Katika Mathayo sura 23 mstari Mathayo 23 mstari 34, huyu ni Yesu Kristo mwenyewe anasema, kwa sababu hiyo angalieni mimi natuma kwenu manabii. Yesu ndiye mtumaji wa manabii. Kwa maneno mengine, Isaya alitumwa na Yesu, Yeremia alitumwa na Yesu, Musa alitumwa na Yesu. Na yeyote yule ambaye anatajwa kwamba ni nabii lakini hajatumwa na Yesu, moja kwa moja uelewe ni nabii wa shetani, kwa sababu Yesu ndiye mtumaji wa manabii na mitume. Kwa sababu hiyo angalieni mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulibisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Sasa kwa mfano, iko hoja fulani ambayo imekuwa ikiwachanganya watu hivi karibuni. Tumesikia mtume mmoja maarufu Dar es Salaam
ameoa mke mwingine. Na moja ya andiko ambalo linatumika ni Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 12. Tuanzie mstari wa 10 mpaka mstari wa 12 labda. Katika Wakorinto wa kwanza 7:10, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akaye asiolewe au apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Lakini watu wengine nawaambia mimi wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiamini, na mke huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Na mwanamke ambaye ana mume asiamini, na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe. Mstari wa 14. Kwa maana yule mume asiamini utakaswa katika mkewe, na yule mke asiamini utakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Lakini yule asiyeamini akiondoka, na aondoke. Hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki, lakini Mungu ametuita katika amani. Hili ndilo andiko linalotumiwa mstari wa 15. Lakini yule asiyeamini akiondoka, na aondoke. Mtume huyu itakuwa ndio andiko analolitumia, kwamba mke wake kwa sababu alimkimbia, aliondoka, anasema kama ameondoka na aondoke, mimi sifungiki, basi naenda kuoa mke mwingine. Sasa inawezekana na wewe ukao hujelelewa ndiko hilo, na wewe ukao unajiandaa kuoa mke wa pili, unajiandaa kuoa mke mwingine na kumwacha yule mke yule wa kwanza na kuachana naye moja kwa moja. Sasa wakati wowote tunapokutana na maandiko ambayo unahisi yanakuchanganya, Yesu anasema Luka sura 16 mstari wa 18, mtu yeyote atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini, na yule ambaye aolewa na yule aliyeachwa naye azini. Paulo anasema kama anaondoka aondoke, huyu mwanaume afungiki. Tunafuata kipi? Tunachanganyikiwa, tufuate kitu gani? Msingi wa haya yote ni kurudi kwa Yesu Kristo, yeye aliyewatuma manabii. Yeye ndio bosi aliyewatuma manabii. Rais anapokuwa ametoa kauli yake, na kauli ile ikawa imepishana na mawaziri chini yake, waziri chini yake, mawaziri, labda waziri mkuu au makamu wa rais ametoa kauli ambayo ni tofauti na rais mwenyewe, ni nani ambaye tunapaswa kumfuata? Kanuni rais, tunapaswa kumfuata rais. Kwa nini tunamfuata rais? Kwa sababu rais ndiye aliyewatuma mawaziri. Kwa msingi huo sasa, Yesu anasema katika Yohana 13 mstari, Yohana sura ya 13, Yohana 13 mstari wa 16, Biblia inasema hivi: amini amini nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Kwa msingi huo, agizo, fundisho alilosema Paulo, hata kama hujalielewa, rudi kwa Yesu. Yesu amesema mke mmoja, mume mmoja. Amesema ukimwacha ukioa mwingine, wewe ni mzinzi. Kwa hiyo mtume huyu alioa mwanamke mwingine, huyu ni mzinzi kama wazinzi wengine wote, na wale ambao wanaongoza watakuwa wamebeba wingu hilo, watakuwa wamebeba Zaburi 133 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mafuta huwa yanatoka kichwani yanatiririka mpaka katika upinde wa mavazi. Kwa msingi huo, mafuta akiwa machafu yanatiririka kwa washirika, nao wanakuwa ni wachafu. Mtume mzinzi na washirika wake lazima watakuwa wazinzi kama yeye alivyo mzinzi. Na kwa msingi huo, wakati wote tukae hapo. Mitume wanasema tubatize kwa jina la Yesu. Yesu anasema mbatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunamfuata nani? Tunamsikiliza Yesu aliyewatuma mitume, hatumsikilizi mwingine yoyote. Bila shaka jambo hilo litakuwa limeeleweka kirahisi. Kama yatakuwa kwa maswali, basi. Bishop, Bwana Yesu asifiwe tena. Katika hili somo nina swali hapa kidogo nitakuuliza kuhusiana na kuoa. Na mfano mzuri tunayo hapa kwa Apostle Boniface Mwamposa. Hivi karibuni ameoa na mke wake ameenda kumtambulisha nyumbani kwao Mbeya. Lakini wote tunafahamu kwamba Apostle huyu alikuwa na mke, na walikuwa wana changamoto na mkewe. Inaposemekana Apostle amejaribu mbinu nyingi sana za kumrudisha mkewe, na mkewe ndiye amemkimbia Apostle. Lakini pia Apostle hajakurupuka tu kuoa.
amekaa miaka mingi, japokuwa sijui in detail sana taarifa, lakini hizi ni taarifa za juu tu ambazo mzonazo. Amespend miaka mingi sana, nafikiri pengine reconciliation na nini. Lakini pia taarifa zingine zimesikika kwamba huyu mama apostle wa zamani alifika hatua akawa anataka mali, akawa anataka, yani kwa kifupi ni mambo ya kibinadamu, mali, magomvi na vitu vya namna hiyo, ambayo pia kibinadamu unaweza kusema apostle ameamua kukaa naye mbali kwa sababu hizo za kimwili, kwa maana ya kwamba pengine huyu ni mtu hatari sasa. Lakini maamuzi ya apostle Boniface Mwamposa kuja kuoa baada ya mambo yote haya, na kadri umetupitisha kwenye neno hapa kwamba Yesu alisema mke mmoja mume mmoja, inakuwaje mitume na manabii leo? Na sio hao tu, wako watu wengine ni wa kawaida, lakini ni watu ambao wameokoka, wanakutana na changamoto za namna hiyo, wanaachana na wake zao, na wake zao hawajafa au wamezao hawajafa, na wao wanaamua kuoa tena. Inakuwaje watu wanakuwa na confidence hii? Hii confidence wanaipata wapi? Na kama wanakosea, wafundishe hawa watu, wakumbushe hii kweli ya Kristo ambayo imejificha. Unajua kuna mtu ambaye ameoa leo kanisani, kwenye kanisa la watu waliokoka, lakini ana mentality ya kwamba huyu bwana mimi akinizingua napige chini. So unajua vijana, yani akisumbua na acha naendelea na maisha yangu. Sasa huyu anaweza kawa na hii fikra ila hasiwe na confidence ya kuamua hivyo. Lakini akiwaona watu ambao wanaheshimika kama mtume Boniface Mwamposa, akiwaona watu kadhaa, kabla sija kuachia useme, tukirudi Nigeria, alikuwepo mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Pastor Chris. Amepata changamoto na mkewe miaka mingi sana. Sijajua kama walirudiana au la, lakini ilitokea. Lakini sikuwahi kusikia Pastor Chris ameoa tena. Wako wengi. Nafikia hata Benny Hinn, mkewe aliondoka, baadaye alirudi, lakini hakuwa na time ya kuoa. Inakuwaje baadhi ya watumishi kwao kuoa tena ni haiwezekani, lakini wengine ni kawaida, ni kama mchezo tu wa kawaida? Tunamisi wapi? Yesu alisema mtu akitaka kunifuata, Yesu alitumia lugha ya kulipa gharama. Hakuwahi kuzungumza wakati wowote kwamba safari yake ni rahisi hivyo. Wakristo wengi wanataka Ukristo wakifahamu kwamba ni imani iliyo sahihi, lakini hawataki kulipa gharama. Gharama ya kwenda mbinguni sio kitu cha lele mama. Wapo wengine anawashinda tu. Ndio. Hilo la kwanza. Lakini wako watu ambao si Wakristo, ni wapagani ambao wameingia kanisani wanataka waitwe Wakristo. Au hilo ni fungu la pili. Kwa tatu, kuna Wakristo chotara. Wakristo ambao wanataka waitwe Wakristo, ndio, lakini duniani wawepo na mbinguni wawepo. Wanataka kwa shetani wawepo, kwamba watafanya vitu vyote vya duniani na watafanya vile vile na vitu. Na kuna uongo fulani ambao kanisa la leo limekuwa likiaminishwa kwamba wewe mtumikie tu Mungu. Wewe fanya tu, toa sana kwa bidii, fanya hiki na kile kwa bidii, Mungu atakukumbuka. Yesu alisema katika Luka sura ya 14 mstari wa 25 mpaka mstari wa 27. Yesu alisema makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye amchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yoyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Yesu anasema, anaeleza waziwazi kwamba mtu ambaye hataki kubeba msalaba ni magogo mawili mazito kuyabeba, ni kitu sio chepesi. Yesu Kristo wakati anabeba msalaba, kuna wakati lazimika asaidiwe na mtu anaitwa Simon Kirene, na mzigo inatajwa kwamba wakamshurutisha Simon. Neno kumshurutisha maana yake hakutaka. Mzigo huo kubeba sio kitu chepesi. Sasa wako watu jambo hilo linawashinda, lakini kama kweli tumetaka kwenda mbinguni, gharama ni hii.
lazima kufuata maneno ya Yesu Kristo kama yalivyo. Lazima tukubali kuwa wanafunzi wa Yesu. Yesu alisema nini? Katika Mathayo sura ya 28, Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, Yesu anasema nini? Yesu anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Kwa Yesu Kristo, kama hatujafundishwa yote, kama hatujayashika yote, lazima twende jehanamu ya moto, kwa sababu agizo la mfalme, ukikosea hata agizo moja, wewe unahesabika ni mwenye kuhukumiwa. Yakobo 2:10, aliyepata yote akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Tunakumbuka mfalme Sauli aliambiwa akawaangamize Waamaleki wote na kila kitu angamize. Akaangamiza, kuna vingine akaviacha. Alipoviacha, Mungu anasema katika Samueli wa kwanza sura ya 15, anamwambia Sauli nabii kwamba Sauli amerudi nyuma. Hakufanya nilivyomwagiza. Mbele za Mungu inahesabika hakufanya. Sasa hao ambao wanasema ni mitume, kama huyu ambao mmesema ameacha mke wake, ameoa mke mwingine, kibiblia kwanza yeye ni mzinzi. Kibiblia ni Biblia ndio inamtaja kwamba yeye ni mzinzi. Luka sura ya 14, Luka sura ya 16 mstari wa 18. Luka 16:18, Biblia inasema kila amwachae mkewe na kumuoa mke mwingine azini, naye amuoaye aliachwa na mumewe azini. Kwa sababu hiyo huyu mtume kibiblia ni mzinzi kabisa. Sasa wale ambao wameshaoa, na Biblia inasisitiza tuishi na wake zetu kwa akili. Hakuna issue inayoitwa kuachana. Swala la kuachana halipo. Yesu alisema tunapokuwa tumeoana tunafanyika kuwa mwili mmoja. Na Warumi sura 7 mstari Warumi 7 mstari wa 2, Warumi 7:2, Biblia inaeleza, kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Mstari wa 3, basi wakati wapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi, ili mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi hajapoolewa na mume mwingine. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 10, angalia Biblia inapotoa agizo, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. 11, lakini ikiwa ameachana naye, sikiliza, huyo mtume nani? Umesema ni mtume nani? Boniface Mwamposa. Sikiliza Mwamposa. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe au apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Ameondoka, asimwache mkewe. Amenikimbia, asimwache mkewe. Full stop. Yesu amesemaje? Luka 16:18, akioa mwingine huitwa mzinzi. Tunapokuwa tumeoa tunafanyika mwili mmoja. Na Paulo mtume kwa Roho Mtakatifu anafafanua habari ya mke mmoja, jinsi ambavyo tafsiri yake ilivyo, tafsiri yake inavyofungamanishwa kwamba hakuna namna yote ya kutenganisha isipokuwa kifo. Mwili unapotenganishwa. Pastor, nafikiri wasikilizaji wanakusikiliza vizuri na wanakupata. Ulikuwa unaenda kwenye kipengele hicho ambacho nataka sasa niulize swali, utakapokisema then utakisema moja kwa moja. Umezungumza kwamba Biblia imesema tusiwe na sababu zaidi ya kifo. Lakini sasa tuchimbe tu kibinadamu kawaida. Ziko sababu kadhaa ambazo watu leo zinawasababisha kuachana. Tuzijadili hizi sababu kidogo. Ndio. Moja ya sababu ambayo inaonekana sana, ndio, watu wanaachana kwa sababu hiyo, ndio, ni unajua uenzi wa siku hizi wengi wanafika hatua, nafikiri ni saikolojia ya kindoa hiyo. Ndio. Wanafika hatua wanapoteza ile chachu. Ile chachu ya kihisia kati yao. Okay. Wanafika hatua, nafikiri wana saikolojia wanaweza kutusaidia hata kwenye comments. Wanasema mwanamke yoyote kwenye psycho inakuja, ndio. Wanasema mwanamke yoyote hata we mzuri kama malaika, ndio,
Ukikaa naye miezi mitatu tu anakuwa wa kawaida. Ndivyo wanasaikolojia wanasema. Yes. Sasa ikifika kwenye hiyo phase, kwa sababu wanandoa wengi hawana elimu ya kutosha juu haya maswala. Ikifika kwenye hiyo phase, watu wanaangaliana kama kaka na dada. Hawa watu kama Wakristo, acha kama watu wa kawaida. Kama watu wa kawaida ndio hivyo, wanakuwa na vipozeo. Wengine wanakuwa na michepuko nje na vitu vyao. Na watu wanadumu miaka 30, lakini ukifungua ile uhalisia wa maisha yao miaka 30 walioishi, kama ikapigwa TV hapa, wasingechukua hata wiki 3. Ndio. Lakini unakuta kuna kijamaa au kimama kimetunza siri ya kamchepuko miaka 30. Okay. Baba ametunza siri miaka 30. Kwa watu wanatusikiliza hapa, pengine ndio wanapitia maisha ya namna hiyo. Sasa huyu mtu akishaokoka akaingia katika Kristo, ziko sababu nyingi zinazosababisha watu kuachana, ikiwemo hii ya kupoteza hamu kindoa. Unakuta mtu amepoteza hamu kindoa kwa mwenzi, kwa mume wake, kwa mke wake, lakini akienda nje watoto wa mjini wanasema anapiga show kama kawaida. Yeah. Kwa maana ya kwamba anaweza akajiona mimi mbona kama siko sawa, lakini kule nje anakimbiza, wanasema. Yeah. Sasa kama mtu aliokoka, Biblia inasema nini? Neno la Mungu linasema nini? Huyu mtu anawezaje kukabiliana na hali hii? Ni neema gani inaweza kaingia ndani ya watu hawa wakarudisha asili yao? Au hali hii ni ya kimungu, ni kawaida, naturally Mungu ameiumba, au ni mashambulizi ya adui? Kuna mambo kadhaa. Sawa. Kwanza, swala la kumzoea mtu ni jambo la kikawaida tu kabisa, kwamba mtu ukikaa yeyote yule, ukikaa naye muda mrefu unamzoea, ni jambo la kawaida. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, pia katika issue za kindoa kuna kuwako na mapepo kabisa wanafanya kazi hiyo. Twende taratibu hapo pastor. Na unaweza kukuta kwa mfano mke wako ni mzuri ajabu. Ni mzuri mzuri kuliko kawaida. Ndio. Lakini unaweza ukashangaa huvutiwi sasa na mwanamke huyo mzuri ajabu. Ndiyo. Unavutiwa na kasichana kama mwanamke akaeleweki huko mtaani, kako ajabu tukinaishi maisha ya ovyo ovyo. Unaweza kuona. Na hoja ni nini hapo? Je, kinachokufanya uvutiwe na mtu wa ajabu huko ni nini? Je, ni kweli wewe ni mzuri? Ni kweli wewe anavutia? Wakati mwingi shughuli hizi pia zinafanyika na pepo kabisa maalum. Unashangaa ukimwona mtu fulani unavutiwa, alafu ukimwona mke wako anaonekana mtu wa kawaida. Hiyo ni issue ya pepo kabisa. Nimekuwa nikifundisha taratibu pastor, usiende kwa haraka. Mimi ukiongea mambo mengi wanaelewa. Ndio. Lakini hii si kwa ajili yangu tu peke yangu. Ndio. Kuna watu ni maslolena. Ndio. Twende taratibu. Ndio. Nimeuliza hapo, umeanza kuchambua vizuri sana. Sasa tuko kwenye hoja hapa. Huyu mtu anajikuta anapoteza hisia, mvuto kwa mwenzie. Ndio. Kama Mkristo, hapa umeanza kutufungua sasa. Kumbe kuna hali ambayo si kawaida. Yes. Inakuwa ni roho. Ndio. Huyu Mkristo anafanyaje hapa? Okay, ndio kitu ambacho nilikuwa nataka nikiseme sasa. Ni kwamba nimekuwa nikifundisha namna ya kurudi katika hali yako ya kawaida. Katika kila jambo la kiroho, ndio, kuna namna ya kurudi katika hali ya kawaida. Ndio. Nimekuwa nikisema kwa mfano, unashangaa unajiona ni Mkristo, ulikuwa muombaji kabisa. Ulikuwa una kiu, unaamka usiku maneno unafanya maombi. Ndio. Ulikuwa unashuhudia. Sasa inafika hatua unajiona ni mkavu. Ulikuwa unaomba masaa 3-4, lakini sasa hata saa 1 inakuwa kazi ngumu sana. Sasa unafanyaje? Nimekuwa nikifundisha hivi, katika ulimwengu wa roho ambao sisi hatuuoni, ndio, ulimwengu wa roho unafanana sana na ulimwengu wa mwili. Ndio. Kwa namna ile ambavyo mtu anaweza akawa anatembea mahali fulani kukawa na lami akatembea kirahisi, alafu kuna mahali akatembea kukawa na michanga akatembea kwa tabu, alafu kuna mahali akatembea kupandisha mlima ikawa tabu zaidi, alafu kuna wakati mlima akiumaliza anashuka bonde inakuwa ni laini tu kushuka chini. Na hivyo hivyo kwenye safari ya kiroho, kiuchumi iko hivyo hivyo, kimaombi iko hivyo hivyo, kiishu za kindoa iko hivyo hivyo. Yaani hakuna tofauti katika mambo hayo yote, iko hivyo hivyo. Maana yake ni nini? Unapoona kuna wakati ulimpenda mkeo kweli kweli, na sasa unamwona mkeo hana maana,
Mwanzo ulikuwa unaweza kuomba sana, sasa unajisikia hakuna kuomba tena. Mwanzo uchumi ulikuwa unakimbizana, maisha yalikuwa yanakwenda vizuri, na sasa hayaendi tena. Nini cha kufanya? Kwanza fahamu, kiroho kuna hali ya kupandisha mlima. Tunapopandisha mlima tunatumiaga nguvu kubwa zaidi. Sure. Ili tuweze kuvuka. Sure. Sasa ulikuwa unampenda mkeo, sasa unamwona mkewe hana maana. Nini cha kufanya kwenye hatua hiyo? Nimekuwa nikifundisha tena na tena. Ingia kwenye mfungo wa kufunga siku 3, sio siku 3 kavu. Ukiweza 3 kavu itakuwa ni rahisi zaidi, yani utavuka kiwepesi zaidi. Lakini funga siku ya kwanza masaa 24. Fungulia. Funga tena mara ya pili masaa 24. Fungulia. Lakini iwe ni mfululizo. Funga siku ya 3, mkeo atakuwa ni malaika. Atakuwa ni malaika kabisa. Anarudi kwenye viwango. Kwenye viwango vile. Na wanandoa wote ambao wanafanya maombi. Jambo hili hata kama walikuwa hawaombi kwa habari ya ndoa yao, kama wana kawaida ya kufunga, watakuwa ni mashahidi na watashuhudia. Kuna mambo mawili hapa nataka uya clarify. Jambo la kwanza, umezungumzia kufunga masaa 24. Yes. Watu wengi wakifunga wanaenda masaa 12. Ndio. 12 wanapumzisha mwili. Ndio. Wana mimi kwamba 12 yale ya kupumzisha mwili hawahesabu. Okay. Tupe tafsiri ya kufunga masaa 24. Na hapo pia nitakuja na swali la pili. Anza na hiyo. Okay. Wao wanaposema masaa 12 wanamaanisha kutwa. Yeah. Lakini mimi namaanisha ukilala usile. Yaani katika concept yangu ukifungulia saa 12 kwa mfano au 12:30 au jua linapokuwa limezama. Mara baada ya kufungulia umekunywa maji si nini, kumbuka unakuwa na mission ya kufunga siku 3. Yes. Usile tena, usinywe tena mpaka kesho jioni. Yaani ukishafungulia once katika hayo masaa 12. Yes. Usile tena mpaka kesho. Inahesabika ni masaa 24. Yes, tunayakaunti kama masaa 20 kwa sababu pale ulipoanza kufunga mpaka muda ule ambapo unakuja kufungulia ni masaa yanakuwa yamefungwa 24. Huyo ameanza saa 12 asubuhi. Ndio. Saa 12 jioni anaruhusiwa kula. Kwa hiyo formula. Okay, au inabidi mpaka kesho saa 12. Katika issue ya kufunga pia ina mambo mawili. Pia inategemea vile vile na afya ya mtu. Yaani kwenye kona hiyo lazima iangalie. Nimekuelewa, nataka hii kanuni ya masaa 24 tafsiri yake. Okay. Yani we break down. Yani break down. Tafsiri yake ni kwamba kama nimekula saa 12 jioni, sawa, maana yake nile kesho saa 12 jioni. Hiyo nilikuwa nataka watu wasikie. Ndio masaa 24. Ndio ninachokishauri mimi. Ndio. Na ukumbuke na ukimaanisha kula maana yake unamaanisha huyu mtu hakunywa maji kutwa nzima, hakufanya chochote. Hakunywa maji, hakula chakula, hakuingiza chochote tumboni. Hiyo inategemea na afya ya mtu. Yes, exactly. Kama yuko mtu ambaye anaweza kanywa maji kutwa nzima. Yes, kama afya ina shida anaweza kunywa maji. Ndio. Kwa sababu afya kwa mfano mtu ana vidonda vya tumbo. Kama ana vidonda vya tumbo anafanyaje? Na amedhamiria kufunga. Au mtu ana asidi. Ana asidi, kitu cha namna hiyo. Na ambapo akila wakati mwingine anasikia mpaka hali haieleweki, anaweza kaanguka. Sasa huyu mtu ana uwezo wa kufanya jambo moja, asinywe asile chakula akanywa maji. Tuko sawa hapo. Lakini wale ambao afya zao ziko timamu zaidi, ana uwezo wa kufunga hata 3 kavu. Kabisa. Hii ni kulingana na afya ya mtu. Na neema pia ambayo Mungu. Na neema. Sasa sio formula kwamba ni lazima iwe 24 hours, sio formula lazima iwe 3 kavu. Kwa nini siku 3? Okay. Kuna msemo mmoja unasema kwamba hawezi mtu kukwambia twende Kariakoo, okay, wakati yeye mwenyewe hajaye kufika. Hiki ninachokifundisha nafundisha from experience, nafundisha kutoka kwenye uzoefu wa mimi nilipopita. Kwamba nilipofanya siku 3 nilijiona nimefunguka. Kwa mfano, kuna wakati naomba unakuwa rohoni. Kwa kawaida tangu nilipokuwa mchanga, maombi yangu ya kawaida mimi ni masaa 6. Maombi ya kawaida. Sasa kuna wakati ilikuwa hata kufika masaa 3 ilikuwa ni mlima usio kuwa kawaida. Sasa nilikuwa nafanyaje? Naingia kwenye kufunga. Siku ya kwanza bado kukavu. Siku ya pili bado kukavu. Ikiingia siku ya 3 na bubujika kwa namna ya kupitiliza. Katika mazingira hayo, kila nilipopita kwa hiyo niliingia kwenye 3 nikagundua kwako 3 inafanya kazi. Kwangu 3 inafanya kazi. Sawa sawa. Maana yake ni kwamba nafundisha katika kile ambacho mimi nimepitia. Kwa hiyo yuko mtu unaweza ka 5 zinafanya kazi. Yes, inawezekana ikawa hata moja. Yes. Of course. Yes. Kwa hiyo hivyo
Ukifanya utaona, lakini ninachokisema unapoona kwenye hali fulani ya ugumu, gia kubwa inahitajika. Ni kama gari iko kwenye matope, kama gari inapandisha mlima mkali, 4 wheel inahitajika ili kufanya. Kwa kuchagiza na hilo, hebu koti ile ukibisha, tafuta, ona. Yes. Kugusa na hilo. Yes, katika Mathayo sura ya 7 ili andiko ni muhimu watu walifahamu vizuri. Mathayo 7. Tuje kwenye swali lingine. Katika Mathayo 7:7 inasema ombeni nanyi mtapewa. 1. Manake unaomba mpaka upewe. Imegoma. Tafuteni nanyi mtaona. Tafuta mpaka uone. Yes. 3. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Mtu akiwa ametoka Mwanza amekuja Dar es Salaam na ana mgeni, mwenyeji wake yuko Dar es Salaam eneo hilo tu. Na ametoka Mwanza amefika Dar es Salaam saa 6 usiku afu akamkuta mwenyewe hayupo. Swali. Ataondoka aende wapi? Manake kama unaondoka una tegemeo jingine wewe. Lakini kama una option, maana kama tegemeo lako ni moja tu Mungu, ndio pointi yangu. Mungu ndio mwenyeji wako. Maana yake utagonga mpaka afungue. Na hiki ndicho Yesu Kristo alichokitolea mfano katika Luka sura ya 11 mstari wa kwanza. Na alitolea mfano huo Yesu alikuwa anafundisha namna ya kuomba. Anasema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Akamwambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tunayemdai, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Akawaambia, angalia sasa anatoa mfano wa maombi hayo. Akamwambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate 3? Hapo Yesu anatoa mfano na akitufananisha sisi ambao Yesu ni rafiki yetu. Yesu alisema, siwaiti tena watumwa, Yohana 15:16. Nyinyi ni marafiki zangu. Kwa hiyo tunapoenda kwenye maombi kwa Yesu tunamwendea rafiki yetu. Mstari wa 6. Kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani akajibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Na waambia kwamba ijapokuwa haondoke, yani ijapokuwa yule wa ndani Yesu maana yake hafungui mlango kwenda kumpa rafiki yake mahitaji yake, na waambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, kwa vile yule wa nje asivyoacha kumuomba, anasumbua, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Nami nawaambia, sasa Yesu anamaliza, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa. Maana yake hapa ni kubisha tu paka afungue, na atafungua, kwa sababu ametupa kanuni. Iwe anataka iwe hataki, Yesu lazima afungue, na yeye ameshatupa kanuni, na yeye hawezi kusema uongo, hajipingi, lazima atafungua. Kama utaongezea hapo. Ndio. Kuna wakati Yesu alisema namna hii au mambo mengine hayawezekani ila ndio kwa kufunga. Kuna hiyo statement hapo. Mathayo sura ya 17 mstari wa 14. Yesu alikuwa hayupo hapo. Wanafunzi wake ndio walikuwepo mahali fulani wanamuombea mtu. Wanafunzi wakaomba, omba, ikashindikana. Mara baada ya kushindikana, matokeo yake Yesu akatokea. Yesu alipotokea akamkemea yule pepo akatoka. Wanafunzi wakajiuliza, sisi tumeshindwa wapi? Wakati nini Yesu anajibu? Mathayo 17:14 mpaka mstari wa 21. Nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, yani umhurumie mwanangu. Ndiyo. Kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, ambayo kimsingi karibu kila Mkristo anayo, yani imani ya punje ya haradali
hata aliyeokoka leo anayo. Shida iko wapi? Okay. Mungu akitupa neema, kama nitaulizwa nitajibu hilo. Shida iko wapi? Yesu akamwambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwapo neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali Yes. na kufunga. Ukiwa na tabia ya kusali na kufunga, kuna mambo lazima yaondoke. Tukiwa hatuna tabia ya kusali na kufunga, kuna mambo yatagoma. Ndio. Nitaka uchagize hiyo kwa sababu kwa maelezo yale ambayo umesema, kuna wakati lazima tutumie nguvu. Ndio. Kuna wakati tunapambana. Ndio. Na kuna wakati mambo yanaweza kuwa marahisi sana. Ndio, kabisa. Sasa kwa maelezo haya kwamba watu wanaweza wakafika hatua wakakosa mvuto baina Yes, yao. kabisa. Iko ile ya kibinadamu ya kisaikolojia, Yes. lakini iko ya roho. Ndio. Sasa kwa maelezo haya inaonekana kumbe ni sawa na kwamba huyu mtu anayeenda kufunga, Ndio. possibly yeye pia hana tatizo. Ndio. Kwa sababu tafsiri ya kufunga, kama sivyo utanisahihisha, tafsiri ya kufunga, mtu anapoingia kwenye kufunga, maana yake anavua mwili. Yes. Anabaki roho sana, mwili unakuwa kidogo. Sawa. Na ukiexperience hiyo experience ya kuwa roho sana, mwili ukawa kidogo, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake unavua yale mambo ya mwili. Ndio. Ukivua mambo ya mwili, maana yake unabaki mtu na unayeonekana lakini ni roho zaidi. Sawa. Sasa kwa maelezo haya naona ni kama pengine mtu anaweza akawa analalamika kwamba mwenzi wake hana mvuto juu yake. Kumbe hata yeye ana tatizo. Sawa kabisa. Manake hiyo roho inaweza ikapiga kwa mume au ikapiga kwa mke. Yes. Kwa hiyo wewe unavyojisulubisha kwenye kuomba, wewe ni sawa sana kusema unakombolewa, unajideliver. Yes. Unaingia kwenye deliverance. Okay. Sasa wewe ukiwa delivered, iko neema ambayo ina deliver na partner wako? Mara nyingi au kama naongezea swali, au kijasusi. Kuna mambo inawezekana kiroho ukafanya mambo kijasusi. Yes. Kwamba wewe uko kwenye deliverance. Na ukiwa kwenye deliverance, ukiwa na partner wako, na yeye anakuwa delivered on the way. Ikiwa unamuombea, unajua yako mambo mengine unaweza ukafanya, sio lazima mke nikisema lugha hii nataka nieleweke vizuri. Mke au mume. Yes, sio lazima mke au mume ashirikishwe, lakini kwenye kona ya kumsaidia. Yaani ninaposema asishirikishwe ni kwenye kona ya kumsaidia. Sina maana kama kuna baadhi ya mambo mke au mume hapaswi kujua. Yes. Yes, ndo kona yangu iko hapo. Kwamba kama mimi najua mke ana shida, mimi naingia kwenye kufunga kumuombea yeye. Sasa ili naloenda kumuombea, kikanuni mke hataki kujua kama anamuombea yeye kwenye jambo hilo. Yes. Kwa hiyo nina uwezo wa kufunga mimi ni kujiombea shida yangu nilionayo, lakini vile vile nataka nifunge kwa ajili yake, kwamba wote tuwe na hali moja. Ndio. Tuwe na hali moja. Kwa hiyo unao uwezo wa kuomba kujisaidia mwenyewe na unaweza kuomba kumsaidia na yeye vile vile. Basi hilo nilitaka pia uliweke vizuri, kwa sababu mara nyingi kwenye mahusiano wako jamaa, marafiki, ndugu ambao ndoa zao hata miezi hazichukui. Na unakuta mtu anamkataa mwenzie kabisa na anampeleka, mfano yuko mtu amepelekana mpaka mapolisi. Anaambiwa jamani, tatizo nini? Hakuna tatizo. Eleza basi tatizo nini? Huyu bwana sio mzima. Hamna. Wewe bwana, huyu mwanamke nini? Hamna. Yaani watu wanaulizwa. Maswali ya aina yote hapo. Hapo ni pepo wazi. Wanaulizwa maswali ya aina yote. Wanachukuliwa basi, kama ni mwanamke atachukuliwa na watu wazima, wakina mama wazima, wabobezi, wakuu imara kwenye imani wa muda mrefu. Wanamuuliza binti, tuambie kama kuna sema, aseme kitu. Kijana sema, mimi sijui, sielewi. Naona mambo yamebadilika, sijui tatizo nini. Pepo. Hichi tunachokiongea pasa, sisi tunaongea kwenye lugha ya kawaida, kwa maana ya, kwa sababu pengine Mungu ametupa neema hiyo. Najua wewe uko na mkeo kwa muda sasa. Ndio. Alikadhalika mimi pia, watazamaji watuone hawajui. Lakini kukaa tu hii miaka michache ambayo tumespend, sio kitu kidogo. Yes. Dunia ya sasa watu wanaachana kirahisi sana. Takwimu za serikali kabisa za nafikiri ni Rita wanaeleza kwamba spidi ya kuachana ni nzito. Mpaka hivi karibuni serikali
iliomba msaada. Spidi ya na jambo la hatari sasa. Hili ndio jambo ambalo mimi linanihuzunisha. Ndio. Mpaka wanaoitwa mitume sasa nao wanaachana. Unaona hatari? Hii ndio maana nikasema huyu mfano mtume, kwa nini tunamtaja mtume Boniface Mwamposa? Mtume Mwamposa ni mtume ambaye ana influence kubwa sana. Yes. Ana influence kubwa kwa maana ya kwamba ana watu wengi ambao wanamwangalia na kumwamini. Ndio maana yangu ya influence. Yes. Sasa huyu mtume akifanya jambo yake ana inspire wengine. Yes. Tukiwa na kanisa ambalo watu wanaona ni sawa tu kuacha na kuoa mtu mwingine, ni hatari sana, ni hatari. Maana yake unataka, kuna ndoa za jamaa zangu wale wa dini nyingine, kuna ndoa zinaitwa ndoa za muta. Hizo ni balaa. Zikoje hizo? Ndoa za muta, mimi naweza nikawa na mke nimemwacha nyumbani. Okay. Nikasafiri nikaenda Zanzibar. Okay. Sasa nimekaa, labda najua nitakaa wiki, nitakaa mwezi. Kwa sababu kukaa mwezi unasema sasa mimi kule nitakaaje? Basi naoa ndoa inaitwa ndoa ya muta ya wiki moja. Okay, jamani, huu ni sawa sawa tu na ukaaba tu wa kawaida. Sasa hiyo ya wiki moja unakuja unamwacha au? Na huyu anayeolewa anajua. I'm telling mimi. Waislamu wako hapa wanatufuatilia. Hii channel Waislamu, ndugu zetu Waislamu wanatufuatilia. Wanajua hivi. Yaani hapa mimi sibahatishi, mimi naongea na dunia. Wanatufuatilia hao. Na kuna siku Mungu anipe neema, nitakuja kuzungumza, nitakuja kufundisha ndoa za muta. Ni muhimu ufahamu. Ndoa za muta. Yes, ni muhimu ufahamu. Inakuaje? Yaani huyu mwanamama anakubali na anajua kwamba naolewa na naachika baada ya wiki. Issue ya kuoa na kuacha kwenye Uislamu ni kitu cha kawaida sana. Katika sura ya 4 aya 20 inaitwa sura An-Nisa, sura ya wanawake. Nisa ni Kiarabu, Kiswahili maana yake wanawake. Mstari wa 20 inaeleza kwamba mwanaume kama akitaka kuacha, akitaka kubadilisha mke. Unaelewa maana neno kubadilisha? Tafsiri ya Kiswahili kizuri, kubadilisha ni kama wanavovaa shati na kuvaa jingine, au kubadilisha makochi umeyachoka. Haya mafundisho unayafundisha Waislamu wanayajua? Sijui kama wanajua, sijui kama ndo tunavumbua mambo mapya. Au ndo yale mambo ya kwamba Biblia inafichwa. Kuna baadhi ya zebu wenzetu Biblia inatumika Jumapili tu. Swala la ndoa za muta, hilo wanajua. Ila hii niliyosema ya 4:20 sijui kama wanajua. Sijui kama wanajua. Ila ndoa za muta wanajua vizuri. Ni kama ile niliyozungumza ya jamaa yule, ile swala la Sule kudanganya. Wanajua kwamba wameruhusiwa kudanganya kwa maslahi ya dini. Yaani wanaweza kusema uongo na wanajua wanasema uongo. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu kinaitwa Mkweli Mwaminifu, juzuu ya 3 na ya 4, ukurasa wa 57, hadithi namba 855. Wanajua kwamba wameruhusiwa kudanganya. Turudi sasa. Yes. Turudi pale kwenye watu wanaachana. Yeah. Zinatafutwa suruhu. Yeah. Watu hawataki suruhu. Ndio. Hapa katikati kuna roho chafu. Hapo katikati kuna roho ya adui. Kuna pepo. Sasa yuko mtu anapitia hali hiyo sasa hivi. Hajaokoka, amjui Kristo. Na akitusikiliza pengine anacheka moyoni, anasema hao jamaa they don't know any shit. Yes. Yani they know nothing. Okay. Yani hawajui chochote hao bwana. Yani wanaongea kitu wasichokifahamu. Hebu wafunulia ya makablasha ya neema ambayo Mungu ametupatia. Sisi tunayo neema. Okay. Waelezee hii neema mimi na wewe tunaelewana na baadhi ya watu. Yeah. Yes. Kwanza ni muhimu tufahamu, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuketi na mtu ambaye amezaliwa tofauti na yeye. Na wewe umezaliwa tofauti na yeye. Mkakaa kwanza msikosane. Hilo ni jambo la kwanza la muhimu la kufahamu. Na mtu yeyote mwenye akili lazima ajue binadamu wote hatupo sawa. Tunatofautiana. Na hii hapa naongea rohoni sana. Ni ukweli usiopingika. Kwamba watu wanaweza wakakaa vimada kwa miaka hata 20 na wakasurvive. I'm telling you the truth. Kwamba siku watakapoamua kufunga ndoa, inawezekana wakakaa hata mwezi mmoja wasichukue wakaachana. Nini maana yake? Ndio. Kati ya kitu shetani anachopambana nacho katika ulimwengu huu, kuna vitu vingi anavyopambana navyo.
Moja jambo ambalo anapambana nalo ni kuambia watu kwamba Yesu hakufa wala hakufufuka. Ndio. Hilo ni jambo namba moja analopambana nalo kuliko yote. Kwa sababu anajua ukijua kwamba Yesu Kristo amekufa na kufufuka, ukisema amekufa maana yake alimwaga damu. Na kama alimwaga damu, damu ndio anayoiogopa shetani. Damu ya Yesu ndio yenye nguvu ya kumkandamiza, ndio yenye nguvu ya kumharibu, ndio yenye nguvu ya kumsambaratisha. Ufunuo Yohana 12:11, nao wakamshinda. Mstari wa 7 inaeleza habari ya shetani, maana yake nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Maana yake kwa shetani anapingana na watu kuijua hiyo. Ndio maana ameanzisha dini nyingi za kukataa kwamba Yesu hakufa wala hakufa. Hilo namba moja. 2, shetani anapambana na kitu kinaitwa ndoa. Kwa sababu kama akiwafanya watu waishi pamoja bila ndoa, anajua wote wanakuwa na jehanamu ya moto. Kwa hiyo anawapa amani feki. Wote wanakwenda motoni. Lakini wakifunga ndoa, manake hawa sasa wamerudi katika mpango wa Mungu. Ndio. Anaweza kuleta vurugu za kila namna, waachane. Sasa katika mazingira hayo lazima tufahamu kwamba unapokaa na mtu ambaye alizaliwa kwao, alikuwa na tabia zake, alilelewa na watu wake, na wewe ulilelewa kivyako, kuna mambo hata yakubali na kuna mambo yeye hata yakubali. Lazima kuchukuliana. Na kama kuna hali fulani ya vurugu na hali ya kutokuelewana, ingia kwenye maombi ya kufunga. Sio kukwepa. Hamna kukwepa. Mbinguni ni gharama. Na hii gharama isisitizwe sana, kwa sababu watu wanafikiri tu mambo ya Mungu yanakuja tu kama ubaridi. Hakuna kitu cha namna hiyo. Kuna kitu cha namna hiyo. Hawajui kuna kusafa. Yesu Kristo anatupa mfano. Yesu kabla ya miujiza yote ilitangulia nini? Maombi ya kufunga siku 40. Ndio safari huko mbele miujiza inatendeka. Lakini hata alipokuwa anafunga kuna mambo ya kujifunza. Yesu alipofunga siku 40, shetani alitoka kupambana naye. Mara baada ya kutoka, toa maandiko. Mwisho wa yote shetani akamkimbia. Alipomkimbia ndipo malaika wakaja wakamtumikia. Malaika wakishuka kunakuwa na uwepo. Tafsiri yake ni nini? Maana yake ukiingia kwenye kufunga, unapofika katika kufunga kuna mashindano mengi. Kuna mashindano ya kusema acha kufunga. Kuna mashindano ya kusikia wali unanukia sana. Kuna mashindano ya kila tumbo linauma sana. Unasikia miguu kila kitu unachokiona na kizuri. Yes. Pambana na hiyo hali, shinda. Ukishinda, shetani ataondoka. Na akiondoka, utarudi kwenye hali ya uwepo wa mwanzo uliomuona mke wako. Ndio. Utarudi na ndoa itakuwa na amani. Na nakuhakikishia hiki, lazima nikuseme mapema kwamba utakuwa kwa amani, itakwenda, itarudi tena. Yaani lazima utatembea tambarare kukutana na mlima. Ni mapambano. Yaani hiyo ndio safari. Mpaka parapanda inalia. Kuna reality, hapa tunafanya reality check. Baadhi ya reality watu hawaambiwi. Ndio. Yaani mtu akiokoka, kuna ile neema ya mwanzoni ambayo anakuwa nayo. Ndio. Anafikiri maisha ni hivyo tu. Kuna wakati ni kama Mungu anakuacha. Yes. Lakini yupo. Ni kama nani yule mwimbaji alisema Tai. Tai kuna wakati anapofundisha watoto kuruka anawaacha. Ni mtoto anapokuwa mwanzoni. Kwa nini mtu anapookoka anasikia uwepo, anasikia raha, anasikia kwa nini? Utamu sana. Kuna utamu usioelezeka bwana. Mtoto anapozaliwa kila kelele, kila kilio, mzazi lazima aje haraka sana kuangalia mtoto analia nini. Lakini kuna wakati atakuwa huyu. Kuna wakati atatandikwa bakora. Natamani ndugu yangu Hiso asikie. Ndugu yangu Hiso kokote alipo, najua atakapoangalia. Ndio. Huyu ndugu bwana akipata jambo zuri anashukuru sana, anaomba Mungu asante bwana. Anamshukuru Mungu, yani utasema huyu ndugu anajua kushukuru Mungu. Lakini akiminywa kidogo analalamika vibaya mno. Na ukimwambia ndugu kwa nini unalalamika, anakuambia Mungu ni babangu bwana. Nimwambie nani? Sasa huwa ananifurahisha vile ambavyo anamdekea Mungu. Hizi kauli alizipaswa kuzisikia bwana Hiso. Kuna wakati mtoto atalilia kitu. Akilia sana anatandikwa bakora. Ndio. Mtoto analia gari, anaambiwa hapana, ili uwezi kupata. Hapana, umri wako na Mungu ndio yuko hivyo hivyo. Na Warumi, unajua yako mambo mengi tunayoalilia. Warumi sura ya Wagalatia sura ya 4, andiko hili ni muhimu sana. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2. Lakini nasema ya kuwa mrithi, sisi ni warithi wa mali zote za Mungu.
Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote anapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Yani anapokuwa mtoto mdogo anafanana na mtumwa, ingawa yeye ni bosi wa vitu vyote. Ni kama mimi nizae mtoto na mali zote nilizonazo, ninaweza kumwandika labda mtoto huyu ndiye anamiliki wa mali hizi zote, lakini kiukweli ni mmiliki kisheria, lakini sio mmiliki reality, kwa maana ya anaweza kuamua chochote katika hivyo. Hawezi kuamua chochote. Na badala yake katika umri huo ataendelea kutuma, kaniletee maji, wakati yeye ndo bosi. Kafanya hiki, nenda dukani kanunulie wembe, lete hivi, lakini ni bosi. Lakini hana tofauti na mtumwa anapokuwa nini? Ni mtoto. Mungu anataka nini? Anachokitafuta ni akue katika, ajielewe, afike umri kamili ambao baba anamwona okay, sasa huyu anajielewa. Sasa mwanangu, ulipokuwa mtoto nilikuandika wewe ndio mmiliki, hivi mali zote ni zako. Mstari wa 2 wa Galatia anasema, bali yu chini ya nianze nirudie tena mstari wa 1. Lakini anasema ya kuwa mrithi wakati wote anapokuwa mtoto, awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Bali yu chini ya mawakili, anakuwa chini ya msimamizi. Yuko chini ya wasimamizi wa hizo mali zake. Bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Wakati ukifika ndipo anapewa mali zote. Kwa hiyo katika ndoa, katika chochote iko hivyo hivyo. Unapoanza ndoa, jambo lolote, unapoanza ndoa, uzoefu unaonyesha mwaka mzima wote wa kwanza mnakuwa mpo peponi. Mna enjoy matunda. Hautaona kasoro ya mkeo, hautaona kasoro ya mumeo. Unaona amani. Ni ndoa chache sana ambazo zinapata mgogoro ndani ya mwaka mmoja. Ni chache sana. Lakini baada ya mwaka mmoja, mwaka wa pili, utaona kasoro kama 907 za mkeo na mumeo. Utaona kama ulikosea, hapana, hujakosea. Ingia kwenye maombi ya kufunga tu. Na baada ya hapo utaona kila kitu kinakaa vizuri. Na hii ndiye kanuni, utavuka na utaona hakika nilipata mke mwema. Mimi mke wangu nilimpa jina tangu mwanzo na mpaka sasa namuita hivyo. Tangu nafunga naye ndoa nilimtangaza kwamba mke wangu mimi ni malaika. Ndio. Na of course mimi wakati nataka kuoa nilitaka nioe mzungu, na hiyo ndio sababu ya kujifunza Kiingereza sana. Ndio. Kujifunza Kiingereza, niongee kama mzungu, na nikamaster, nikaweza hivyo vizuri kabisa. Na lengo lilikuwa ni kuoa mzungu. Nilikuwa na vigezo vyangu, nilikuwa navitaka. Hasa siku hiyo wakati naoa nilikuwa naojiwa na MC. Kwamba bwana mimi nilikuja kwenye ndoa yako nikijua bwana unaoa mzungu. Ndio. Sasa vipi, mbona huyu mweusi? Imekuaje? Nikasema, jamani, huyu niliyemuoa, huyu ni zaidi ya mzungu, huyu ni malaika. Huyu ni malaika. Sasa sio malaika wa mbinguni, ni malaika wangu mimi. Huyu ni malaika. Na ni kweli, kwangu mimi ni malaika. Na mpaka leo ni malaika. Mpaka leo hivi ni malaika. Hajapungua. Kanuni ni nini? Ikitokea upungufu wote, kufunga. Ndio. Anakuwa malaika. Tafsiri yake, ndugu mtazamaji, pasta anaposema ikitokea kufunga, tafsiri yake ni kwamba sisi kama binadamu tunaishi katika pande mbili za roho na mwili. Yes. Tukizidiwa katika pande ya mwili, tunakimbia katika roho, ambapo ndo kuna uzima huko. Yes. Ndo kuna majawabu yote. Yes. Anaenda anachukua uhalisia wake, maana uhalisia wetu uko katika roho. Yes. Anarudi anachukua uhalisia wake katika roho, anarudi katika mwili, ana relax, maisha yanaendelea. Yes. Na tujue kabisa dunia hii sio mahali petu pa kuishi. Yes. Hapa sisi tunapita. Roho ndio sisi. Hii mili tumepewa tu ni fashion ya kukaa hapa, ya kusurvive hapa. Yes. Na ndio maana Mungu asingeweza kusurvive na uwezo wake wa kiungu. Akaamua kujipiga fashion aliyotupiga sisi. Na ndio maana Yesu akavaa mwili. Yes. Nafikiri Yes. Wafilipi 2:5 inasema iweni mpaka 8. Iweni na nia hiyo ndani yenu. Iliyokuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii, akawa mtii hata mauti ya msalaba. Kwa alivaa mwili, lakini uhalisia yeye ametoka rohoni, ametoka mbinguni. Kwa hiyo jamani, kwa mujibu wa hichi ambacho tumejifunza kupitia Pastor na Bishop Kevin Stefano, kimsingi changamoto kwenye ndoa zipo. Ndio. Lakini dawa
ni kurudi kwa Mungu. Na Yes. sio tu kurudi kwa ujanja. Rudi katika kufunga na kuomba. Na minimum requirement kutokana na experience pastor ambao ameshare na sisi ni siku 3. Yes. Angalia afya yako, angalia neema Mungu alokupa, piga, gonga, kandamiza siku 3 nzito. Hiyo roho haiwezi kukaa hapo. Na nimekumbuka mambo machache ambayo Roho Mtakatifu wakati tunazungumza amekuwa ananikumbusha hapa. Kama mwanaume au mwanamke, unajua kuna migogoro mingine inapatikana lakini sababu unaijua. Unajua kuna sababu nyingine za kijinga zina kichwa wala miguu. Kabisa, tuseme ukweli. Ndio. Mwanaume anataka amerudi saa 8. Anataka amerudi, mke amelala, amekuwa yuko hoi kutwa nzima. Sasa anataka mwanaume aliporudi, mwanamke sasa amke, sasa amtengee chakula, alafu akae ale naye. Yaani anayetaka ni mwanaume sasa. Okay. Sio dhambi kula naye. Inawezekana ndio utamaduni mliozoeshana. Sawa. Lakini ninachokifahamu ni jambo moja. Jambo lolote kabla ya kulifanya, ligeuze upande wa pili lije kwako kwanza. Yeah. Yesu alisema katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Yesu alisema hivi. Mathayo 7:12. Anasema, basi yoyote myatakayo mtendee na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Hebu geuza, wewe umelala kwa mfano. Usiku sasa imefika saa 7 saa 8. Umelala. Sasa mume amekuja kugonga. Umemfungulia kweli. Mwanamke amejitahidi, amekutengea chakula. Unataka na kumbuka yuko kwenye lindi la usingizi. Yaani anafanya hapo, mwili yuko, na tunafahamu mara nyingi tunapokuwa tumelala tukikurupushwa, mwili unakuaje? Unafahamu? Wanawake huwa wana upendo sana. Yes. Of course wanatuhudumia tukiwa sana. Wanatumia upendo mkubwa sana. Yes. Nachokiona hapa pasta ni kwamba kwa sababu mfano sisi wa Afrika hasa wa Tanzania, kwa tamaduni zetu mtoto wa kike shughuli hizi ni kawaida, Yes. vyombo, kuchota maji. Ni kawaida. Wanajifunza tangu utoto. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tumekuwa tukiona dada zetu, mama zetu wakifanya, nafikiri na sisi inatuasiri kuona kwamba ni sehemu ya maisha yake, ni kawaida. Yes. Kwa hiyo tunapoteza hata thamani, hata kuvali vile vitu vidogo wanavyovifanya wao. Kama huo mfano unaotoa hapo, basi ni mateso sana. Ni mateso. Ni mateso. Na kama unampenda, the point is that yes. Huwezi kumfanyia hivyo. Mtu unayempenda huwezi kutaka aumie. Kama wewe huthamini maumivu yake, definition humpendi. Na inawezekana ushavamiwa na hilo pepo sasa. Sasa unamwona hana lolote, kwa hiyo unataka kumburuza tu, kumpelekesha. Sasa wewe uende kwenye maombi ukamwombee mkeo kwa sababu pengine anakunyima, ukasema huyu ananinyima, kumbe na wewe una matatizo. Yes. Na ndio bana, kumbe kufunga hata kama unamwombea mwingine ni two way delivery. Yes. You deliver yourself na yule mwingine. Yes. Jishughulikie mwenyewe, alafu mshughulikie na mwingine. Na hapa kwenye kujishughulikia mwenyewe ni kwa muhimu sana. Yes. Kwa sababu kitu ambacho kama nitakoti vizuri, ndio Biblia inasema wapendeni adui zenu na muombee. Ili uwe na uwezo wa kumpenda adui na umwombee, lazima wewe uwe na upendo mwingi, upendo uliozidi. Yes. Sasa kama wewe mwenyewe hauna upendo uliozidi, huwezi kuona kama mtu mwingine unamfanyia ya upendo. Yes. Kwa hiyo kama ungekuwa na upendo uliozidi, usingemfanyia hivyo. Leo nataka nitoe elimu nyingine nzito sana ambayo nina hakika, sijui inawezekana imewahi kusikika, labda mimi sijawahi kuisikia, labda. Sawa. Sijui kama wanaume wanafahamu. Sawa. Kwamba kazi zote za nyumbani sio za mwanamke. Sawa. Hiki ni kitu kingine kabisa. Biblia inasema hivi, Mungu wakati anamuumba Hawa, maneno yaliyotumika ni haya yafuatayo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana. Labda twende tu moja kwa moja.
mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Nataka tuzame hapo. Nini maana ya neno msaidizi? Unaposema msaidizi, ni mtu anayekusaidia vilivyokushinda. That's a definition. Wewe huviwezi. Technically majukumu mengi ni yetu sisi wanaume. Yani hiyo ndo definition kabisa. Wanawake wanatakiwa wafanye ziada. Watusaidie. Yani huyu mwanamke, yani kimsingi majukumu yote, na hata tukizama kwenye Biblia, mwanamke kazi yake ilikuwa ni nini? Ni kuzaa tu. Ndo Biblia ilivyosema. Kuna andiko gani jingine? Wenzetu wa upande wa pili baadhi wanafanya vizuri sana kwenye eneo hilo. Okay. Baadhi ya dhehebu Suni wale au ni watu yes, wanajitahidi sana kwenye hilo eneo la kuzaa tu. Wawe ni chombo cha kuzaa. Okay. Wanajitahidi. Unaweza mtu unaona anaenda sokoni kwenye hilo wanajitahidi sana. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Sasa mwanamke Mungu alimwambia atazaa. Hakuna kazi nyingine aliyomwambia. Utaona kazi ile aliyekuwa katika bustani ya Edeni, aliyepewa kazi ya kulima alikuwa ni nani? Ni Adamu, sio mke. Kwa hiyo maana yake kazi ni Adamu. Kwa hiyo kazi zote specifically ni za mwanaume. Mwanamke amekuja kumsaidia mwanaume. Hicho unachokiongea pastor, nafikiri ndio mwanzo wa matatizo. Hapo ndio tatizo lipo. Wanawake siku hizi wanazaa kwa uchungu na wanakula kwa jasho. Something which maana yake sisi tumeshawageuza hao wanawake kuwa wanaume. Na hapa ndio tatizo. Wanatoka kwenye uhalisia wao. Na ngoja nikwambie jambo jingine. Hawawezi kuperform. Yes, na nikwambie jambo jingine. Watu karibu wote, fuatilia. Mwanamke anayefanya kazi na mwanaume anayefanya kazi, mara nyingi fuatilia, nina uhakika na hichi na kusema ndoa zao zina matatizo. Kabisa, changamoto ni nyingi. Ni nyingi sana. Labda umkute mwanamke ambaye Mungu kweli amempa. Yes. Na yeye atafanya kwa sehemu. Kuna sehemu atashinda. Yes. Yani mwanamke hata kama kuna kazi anafanya, asiwe kama anavyofanya mwanaume. Mwanamume lazima uzidi. Kwa sababu msingi standard ya Mungu ni mwanamke asifanye kabisa. Exactly. That's the standard. Kwa hali tulizonazo hizo compromise tunazozileta, basi wewe exceed. Uzidi. Yes. Kwa hiyo kiukweli sasa mwanamke anatakiwa anakusaidia. Sasa wewe unataka ufanye kama ndio kazi yake. Hapana, sio kazi yake. Amekuja kukusaidia. Usiingize jukumu ambalo sio la kwake. Kuosha vyombo ni jukumu la mwanaume, kufua nguo ni jukumu la mwanaume, kudeki ni jukumu la mwanaume. Fundisho la ajabu kidogo. Fundisho la ajabu. Ni jukumu la mwanaume. Mwanamke alipokuja pale anakusaidia tu kitu ambacho wewe kimekushinda. Kuosha vyombo kumekushinda, kufua kumekushinda, kudeki kumekushinda. Pastor, asante. Tutaendelea kwenye kipengele kinachofuata. Tutaendelea. Watazamaji na wasikilizaji, tutaendelea wakati unaokuja. Amen. Amina.